Yani tuko kwenye hatua ya 8 bora hapa ni JH Bilombe, lakini pia watakutana na timu la R1. Tunaona wachezaji wakiwa hapo uwanjani wanapiga mazoezi, lakini pia tumekuja kupata maneno, tumekuja kufanya interview na kocha wa JH Bilombe, tusikie yale yaliyotarajiwa, yale ambao tunaendeleaje. Namshukuru Mungu, mzima afya wazima, namshukuru Mungu. Leo tumekuja kupata maneno mawili matatu kuhusiana na mechi ambayo mmeandaa. Je, mmejiandaaje kuhusiana na mechi ya kesho? Kama mimi kocha nimejiandaa tu vizuri na wachezaji. Nimejiandaa vizuri. Mashabiki wametia mbwembwe sana, wameongea sana. Tukiangalia upande wa R1 pia wapo kwenye mazoezi, lakini pia huwa unamwangusha mara kwa mara. Kwa hatua hii wao pia wamejiandaa vya kutosha, hawatokubali uangushe tena. Wewe kama kocha utazungumziaje hili swala? Je, utaendelea kuangusha au nao watabakia kuwa na nguvu ili wasipate aibu kama unaowapatia mara kwa mara? Mimi kama kawaida yangu tu lazima waanguke. Lazima waanguke. Ina maana kwenye hatua hizi ni hatua ngumu, mmeshakumbana na timu nyingi, mmeshakumbana na mambo mengi. Lakini hapa kuna vitu ambavyo sintofahamu. Tukiangalia kipindi cha nyuma, JH Bilombe ilishuka kiwango, ilifika mwatua kwamba ni kama mmecheza kidogo. Na hatukujua ilikuwa kuwaje, na hadi leo pia tunaona kwamba labda inaweza katokea kama kipindi cha mchuano ambao umepita hapa na ikatokea tena R1 ikawaangusha. Sasa tungependa kufahamu maandalizi wachezaji, magolikipa wakoje, na hiyo 10 bora ambayo itakaoanza kwenye mechi ya kesho. Je, wamejiandaaje na inakuwa kwaje hapo? Yaani mimi kiufupi tu ni kwamba wachezaji wangu wamejiandaa vizuri. Sawa, na sidhani kama yale yametokea kipindi kile ya kusema kwamba tulikuwa tukipigwa tukifanya nini, sidhani kama itaji repeat tena. Kwa hii msimamo huu na uhakika timu lazima tufikishe mpaka fainali. Okay. Bado kuna vigogo vingi ambavyo viko hapo mbele, maana tunaingia kwenye hatua ya 8 bora. Tukitoka kwenye 8 bora tutakuwa kwenye 4 bora. Baada ya hapo tunaingia kwenye hatua zingine mbele za final. Je, ukitoka hapa unaweza ukakutanana na timu gani, ama ni timu gani ambayo unaona ni ngumu? Ukitoka hapo ukikutana naye, hiyo itakuwa ni dabi kubwa na kuna uwezekano wewe ukapoteza. Ni timu gani ambayo kwenye hizi ambazo zimebaki unaona hii hapa inaweza kuwa ni ngumu upande wangu? Kama mimi kocha, yani sioni kama kuna timu ambaye ni ngumu kwangu. Kwa sababu vijana wangu nawaamini, na watrain kimazoezi, nashukuru Mungu. Na nina uhakika watanifanyia vizuri tu. Na sioni kama kuna timu ngumu ambaye hapo mbeleni itakayo nisumbua. Labda hii mechi ya kesho ndio naona kama kuna ugumu, lakini nikitoka katika hiyo mechi nina uhakika. Na kwa jinsi ulivyoona mchezo, naamini unafuatilia vizuri sana mchezo wa R1 na umeona viwango ambavyo wako navyo. Na wewe pia, wewe ni kocha, unajua viwango vya wachezaji wako, unajua yani wachezaji jinsi walivyo. Je, unaona ni mtu gani ambaye anaweza kasumbua wachezaji wako uko upande wa R1? Yani tukamate pale ni umoja tu. Katika kikosi cha R1 ni umoja, na ule na uhakika kuna mtu atamdhibiti. Siwezi nikamtaja kwa sababu hiyo ni siri yangu mimi kama kocha. Kama tunavyosikia wapenzi watazamaji wa TWM Media kwamba kocha ameongelea kwamba kuna mtu mmoja tu ambaye atakayemsumbua, na yule tayari ameshamtafutia dawa yake iko jikoni. Kama unavyoona hapo nyuma, wachezaji wako wanajinoa kabisa vizuri, wako vizuri sana. So tuangalie mechi itachezaje. Unajua dakika hiombi mambo mengi. Kwa hiyo tunaomba washabiki wa JH Bilombe, lakini pia mashabiki wa R1 tukutanane hapo mida ya saa 9 kamili. Mida ya saa 9 kamili ili tupate kujua mengi ambayo yatakazojitokeza. Langu jina anaitwa Bin Angalia Majaga, na nyuma ya kamera niko na Rambi Mabrandi. Hii ni TWM Media. Usikose kusubscribe, like, share na kucomment ili wa kwanza kupata updates zetu. Kocha, neno moja la mwisho kwa mashabiki wa JH Bilombe.
yani neno la mwisho kwa mashabiki wangu wa Vilombe, na wahakikishia ushindi upo wa kesho, wasiwe na hofu. Moja kwa moja. Najiamini kikosi changu, ndio maana